Karibu tena mtazamaji. Kwa siku za hivi karibuni Wakenya katika maeneo tofauti ya nchi wameonekana kuwa na ghadhabu na ujasiri usio wa kawaida, ambapo vituo vya polisi vimelengwa na kuteketezwa. Kituo cha polisi cha Ndunyu Njeru ndicho cha hivi karibuni kuteketezwa na raia baada ya makabiliano na maafisa wa polisi, ambapo mahabusu 3 walifariki. Lakini ni kipi kimesababisha uhasama huu kati ya Wakenya na maafisa wa usalama? Mwanahabari Ken Gashuhi anaarifu. Kituo hiki cha polisi cha Ndunyu Njeru, kaunti ya Nyandarua, pamoja na magari haya mawili yaliteketezwa Alhamisi usiku na wakazi waliojawa hamaki. Wakazi hao walitaka kuwahoji washukiwa 4 wa wizi wa mifugo waliozuiliwa hapa kabla ya kuhamishiwa kituo kingine, ila kamanda wa kituo hiki akawazuilia. Ni mwizi ni sawa, lakini hata mwizi hakuna sheria imesema tukishika mwizi pale tumchinje mara moja. Hakuna sheria inasema ukishika mwizi pale unashika kora na mnai kupelekea judge, funga huyu. Na ndio sababu unaona OCS ilikuwa vigumu kukubali kutoa huyo mtu hata kuja aonekana ama ongereshwe. Makabiliano yalizuka ambapo raia mmoja alijeruhiwa vibaya kwa risasi, huku wakazi wakiteketeza kituo hiki na kusababisha vifo vya washukiwa 3 waliokuwa wamezuiliwa ndani, huku mmoja akinusurika kifo. Wakati walivyatua marisasi ndio sasa mmoja wao huko wa bodaboda alipigwa risasi. So far kwa hospitali kule North Kinango Hospital anaendelea na matibabu. Katika kaunti ya Kiambu, mauaji ya mwandamanaji mmoja aliyepigwa risasi na afisa wa polisi yalifuatiwa na wakazi kuteketeza vituo vya polisi vya Mayaihe na Dagoretti, afisi za usajili pamoja na ile ya naibu kamishna pamoja na sehemu ya mahakama ya Kikuyu. Katika kisa sawia, kituo cha polisi cha Olkalau, afisi za usajili wa vitambulisho na naibu kamishna ziliteketezwa baada ya mwandamanaji mmoja kupigwa risasi. Tusiharibu mali yetu, tusichome police station ama nyumba zingine, kwa sababu hizi ni tafadhali tujenge uhusiano wetu. Na kama kuna maswali ama kama kuna kitu ambaye unaona ambaye si nzuri, tunakaa chini na tuseme hapa kuna shida. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amenukuliwa akiwaagiza maafisa wa polisi kutumia nguvu kulinda vituo vyao. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Ni matamshi ambayo yamesemekana kuwakera Wakenya wengi na kusababisha uhasama baina ya raia na idara ya polisi. This is a subject that needs to be interrogated. Could it be that there's some level of mutiny? There's some silent mutiny within the police. Wakenya wako na hasira kwa sababu serikali imekosa kuwajibikia mahitaji yao. So the level of corruption, unemployment, liturgy, all these things have annoyed the Kenyan public. Ken Gashuhi, KTN. Wakati hayo yakijiri, wanasiasa walio